Ili kijana uweze kuwa na maisha mazuri, hahitaji kuwa na kisomo kikubwa, hahitaji kuwa na fedha nyingi, wala hahitaji kuwa na mali za kutosha. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya The God Voice. Ikiwa bado haujawa mwanafamilia wa channel yetu, basi ni wakati wako mzuri kabisa wa kusubscribe channel yetu, lakini ili kufikiwa na kila ya somo ambalo tunaliweka katika channel yetu ya The God Voice, basi hakikisha baada ya kusubscribe bofya kakengele ili uweze kupata masomo yetu ambayo tunayaweka kupitia channel yetu ya The God Voice. Katika siku ya leo tunazungumza mambo mazito sana ambayo pia yana umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya kijamii, kwani sisi kama vijana tunapaswa kuishi vizuri. Sisi kama vijana tunapaswa kufurahia maisha yetu licha ya kuwa changamoto ni nyingi katika maisha, lakini sisi kama vijana tunapaswa kuwa na furaha siku kwa siku, kwani ujana ndio umri pekee zaidi ambao mwanadamu anajaliwa kuwa na nguvu, anajaliwa kuwa na kasi ya kufikiria, ya kutembea, ya kupeleka mambo. Hivyo ni wakati wako pia wa kufurahi maisha. Leo tunakubainishia vitu vitatu vya msingi ambavyo kijana ukivibeba, maisha yako lazima yaweze kuwa mazuri. Utafurahi, utaenjoy, lakini pia kila siku inayokuwa inakwenda kwa Mungu unarudisha sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu, kwani unakuwa unaishi vizuri. Ili uweze kuenjoy hayo maisha, unapaswa kuwa na vitu vitatu. Hivi vitakusaidia sana. Kitu nambari moja ambacho kijana unapaswa kuwa nacho wewe kama kijana, hakikisha unajitambua. Utambuzi kwa kweli kijana ni jambo la msingi sana, lakini utambuzi mkubwa kuliko vitu vyote ni kujitambua mwenyewe. Vijana tuna utambuzi wa vitu vingi sana. Tuna utambuzi wa kisomo, tuna utambuzi wa teknolojia, tuna utambuzi wa mambo mengi sana, wa fedha, wa biashara, wa namna nyingi sana. Lakini bahati mbaya zaidi, tulio wengi wetu tumeshindwa kujitambua sisi wenyewe. Tunapozungumzia kujitambua, tunahitaji kijana aweze kujua ubora wake. Kijana anapojua ubora wake, au vijana sisi tunavyojua ubora wetu, inatusaidia sasa sisi kujua wapi tunafiti. Lakini kama vijana hatutajitambua, hatutaona ubora wetu. Maana sisi tutaona mabaya yetu, tutaona kila kitu ni tabu. Lakini kama kijana unatambua ubora wako, hauwezi kuteseka tena kwenye maisha yako, kwani utakaa sehemu ambayo wewe unafiti na una uwezo wa kutekeleza majukumu yako kwa vizuri sana. Iwe katika biashara utajua unafiti wapi, iwe katika kisomo utajua usome nini, iwe katika maisha, kwa sababu umeshajitambua wewe mwenyewe na ubora wako uko wapi. Lakini kama usipoutambua ubora wako, utahangaika mno, utataarabika sana, utakaa sehemu ambapo sivyo. Lakini usipotambua ubora wako, utakuwa mtumwa pia. Lakini tunaposema kujitambua pia, maana yake pia umeshabainisha udhaifu wako pia. Sasa kijana anapokuwa amejitambua kwamba yeye ana udhaifu fulani, hawezi kuteseka tena, kwani atapambana kuto kudhihirisha tena, au kuto kukaa eneo ambalo yeye anaweza akaharibu, yeye anaweza akawa ni kikwazo, yeye anaweza akawa ni hatari. Kwa hiyo unapotambua udhaifu wako, inakusaidia kushughulika nao au kuepuka kukaa kwenye mazingira ambayo lazima tu wewe uweze kuharibu. Tunapozungumzia kijana kujitambua, tunazungumzia kijana hawi mtumwa wa fikra, hawi mtumwa wa vitu fulani, hawi mtumwa wa vitu, bali yeye anakuwa ni mtu ambaye anavitumia vile vitu kuhakikisha maisha yake yanakwenda vizuri. Lakini kitu nambari 2 ambacho kijana akiwa nacho ana uwezo kufanya maisha yake yakawa mazuri kabisa ni kutambua unataka nini. Kijana anayejua anataka nini kwenye haya maisha hawezi kuteseka. Ataishi katika maisha ambayo anayataka mwenyewe. Kwa sababu gani? Anajua anataka nini. Kwa hiyo ikiwa umeshafahamu unataka nini, kwenye kisomo utajua unataka nini au usome nini, kwenye biashara utajua ufanye biashara gani, kwenye maisha yako ya kawaida, kwenye ndoa utajua uishi vipi. Unapotambua kijana unataka nini, hauwezi kuwa mtumwa, hauwezi kuswagwa na hauwezi kupelekeshwa, kwani wewe unakuwa unatambua kwamba unataka nini. Kwa hiyo ili maisha yako kijana yaweze kuwa mazuri pia, tambua unachokitaka. Kila hatua, unapovaa, vaa nguo unaitaka, unapokula, kula chakula ambacho unakitaka pia, ili uweze kukifurahia, kwani furaha ni chanzo kikubwa sana
cha kufanya maisha yako yaweze kuwa yako very powerful, kwa sababu furaha huongeza nuru ya maisha pia, lakini furaha hufanya akili yako kuweza kufikiri kwa standard mkubwa sana kuliko kitu kingine. Kwa hiyo ili kijana uweze kuishi maisha mazuri, ni vizuri sana kutambua kitu unachokitaka kwenye hii dunia, kitu unachokitaka kwenye haya maisha, kitu unachokitaka kwenye maisha yako ya kila siku. Lakini kitu cha tatu ambacho pia kijana ukiwa nacho utaishi maisha mazuri, tambua kitu ambacho ukitake pia. Vijana wengi wameshindwa kudhihirisha vitu ambavyo hawavitaki, ila wamekuwa wakiishia kuumia moyoni. Hataki kuishi maisha fulani, lakini anaishi tu kwa sababu ameshindwa kudhihirisha kwamba yeye hakitaki. Unapoishi maisha yako wewe kama kijana, hakikisha watu wanaokuzunguka, marafiki, mke, wazazi, watambue hutaki nini. Kwa sababu unapodhihirisha kitu ambacho haukitaki kwenye maisha yako, moja kwa moja wewe lazima uweze kuwa very smart, uweze kuenjoy maisha yako, kwa sababu wanakuwa wanajua kabisa kwamba huyu hataki dharau, huyu hataki kupelekeshwa, huyu hataki kusukumwa. Kwani kijana, unapoishi katika maisha ambayo unayataka na kuachana na maisha ambayo hauyataki, wewe ni moja ya watu ambao watakuwa wanaishi maisha mazuri sana kwenye huu ulimwengu. Kujitambua mwenyewe binafsi, lakini kutambua kitu gani unakitaka na kitu gani hutaki, lakini kutambua pia hutaki nini kwenye maisha, inakufanya wewe uweze kuwa na maisha bora zaidi. Kijana, epuka utumwa wa fikra, epuka kutumikishwa na vitu, epuka kusukumwa na hali, isipokuwa hakikisha unajitambua. Unatambua unataka nini, lakini pia utambue na udhihirishe kwamba hutaki nini pia kwenye maisha. Hakikisha unajisoma wewe mwenyewe kuliko kusoma vitu vingine. Hakikisha unaitimiza furaha ya moyo katika maisha yako, kwani hautatumikishwa bali utajituma kwa ubora na utaishi maisha yako yenye mafanikio makubwa sana. Hivi ni moja ya vitu vitatu ambavyo vijana wakiamua kuvibeba na kuishi, maisha yako yatakuwa nuru, au maisha yao yatakuwa nuru. Maisha yao yatakuwa sehemu ya furaha kubwa sana katika jamii, kwani jamii inakuwa na vijana ambao wanaishi maisha yao. Ikiwa una vitu vingine ambavyo nadhani kwamba vijana wakiwa navyo kwenye maisha yao, maisha yanakuwa mazuri, basi tuandikie kwenye comment, ili katika hiyo comment yako tujifunze, tuendelee kubadilika na kuelimika kupitia kila ambacho nadhani vijana tunapaswa kuvibeba. Hii ni The Gold Voice na mimi ni Master Trainer wako Tiba Jacobo. Karibu katika somo lijalo.